Lakini katika jamii hususan ambapo tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi, kumekuwa na dhana kwamba viongozi wamekuwa wakitumia sana rushwa kwa ajili ya kupata nafasi fulani serikalini. Lakini nyie kama TAKUKURU, je, mmeweka mkakati gani na mipango gani katika kupambana na kuzuia rushwa wakati tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi? Asante sana kwa swali zuri. Ni kwamba kipindi cha uchaguzi, kwanza wananchi wanapaswa kufahamu kwamba ni kipindi cha kufanya tathmini, kufanya tafakari ya kwamba tunaenda kuchagua tena viongozi wengine na kuwapa dhamana ya kipindi cha miaka mitano. Ni kweli kabisa vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi bado ni tatizo. Sasa tunapoliangalia hili tatizo, hatuliangalie kwa upande wa viongozi pekee yake. Tunabidi tuangalie pande zote mbili. Kwa sisi wenye dhamana ya kuwachagua viongozi kwa maana wananchi, lakini sisi ambao tunaenda kuomba ridhaa kwa wananchi, lakini pamoja na wadau wengine wa vyombo vya habari na kupaza sauti. Kwa hii swala tunapoongelea habari ya vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi linahitaji mashirikiano ya watu mbalimbali, kwa pamoja tushirikiane, kwa sababu tunapoongelea habari ya uchaguzi ndipo ambapo tunaenda kuchagua viongozi ambao watatusaidia kuleta maendeleo. Si ndio? Ajenda kubwa ya uchaguzi ni maendeleo. Kwa mimi niombe sana ili tuweze kudhibiti sasa, au umeulia hapa mikakati. Kabla sijaenda kwenye mikakati, umesema kitu kizuri, umekuwa na dhana potofu. Sasa sisi tunajipanga kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunawajengea wananchi uelewa ili kubadilisha sasa hiyo mitazamo, kubadilisha hizo mindset, kwa maana ya kwamba wananchi sasa hivi matarajio yao yako juu sana kutoka kwa hawa ambao wanataka kuonyesha nia, au ambao wameshaonyesha nia kutaka kugombea katika nafasi za udiwani, ubunge na nafasi ya urais. Kwa hiyo sasa, kama tunaweza tukatokana na huo mtizamo wa kuona kwamba okay, kipindi cha uchaguzi sio kipindi cha fursa. Kipindi cha uchaguzi ni kipindi ambacho tunatakiwa tutathmini kwamba kwenye maeneo yetu, kwenye kata zetu, kwenye majimbo yetu kuna shida kadhaa, na tunafikiria kwamba tunaweza tukampa dhamana kiongozi huyu ili aweze kutunyanyulia sasa, au kutuchochea maendeleo na kuleta ustawi kwa wananchi. Kama kulikuwa kuna barabara na tunaona kabisa barabara ni changamoto, na kama tulikuwa tunaona tuna shida ya maji, tulikuwa tunaona tuna shida ya ukosefu wa vyumba vya madarasa, ukosefu labda wa vituo vya afya, sasa tunaona kabisa hapa bwana, huyu X anatufaa katika kutuletea maendeleo, basi tumchague ili aweze kuleta maendeleo. Kwa wito wetu sisi kwa wananchi kipindi hiki cha uchaguzi, tunawaambia wachague maendeleo kwa muktadha nani, kwa maslahi mapana ya kwao, lakini maslahi mapana ya nchi. Na inawezekana. Wananchi, shida moja iliyopo ni kwamba wagombea wakijinadi vizuri, wananchi sasa wanafika mahali wanaanza kuwauliza kwamba unatuachaje? Umeona matarajio ya tunaongelea mtizamo huu kwamba mgombea anaweza kaa na sera nzuri, ana mipango mizuri, na anawiwa kabisa kuhakikisha kwamba ana nia ya dhati ya kutaka kushiriki katika kuleta maendeleo kwenye jamii, lakini sasa hana uwezo. Ndio maana unaona kwenye madhara ya rushwa tunasema kuna wakati rushwa katika uchaguzi inamnyima haki, inamnyima fursa mgombea asipigiwe kura, kwa sababu hana fedha, hajatoa rushwa kwa nini? Kwa wananchi ili wampigie kura. Na ndio maana inaenda tena mbali, nasema inaweza ikatumika kumwamuru mtu asimpigie kura mtu fulani na amchague mtu fulani, lakini inaweza ikamwamuru ikapelekea mgombea akaambiwa kabisa jiondoe kwenye mchakato wa kugombea, ili mgombea fulani afanye nini? Asimame pale ili aweze kupitishwa na wajumbe. Kwa hiyo sisi tunapoliongelea hili habari la rushwa, ndugu mtangazaji, tunaliongelea kwa mapana makubwa. Tunaongelea katika michakato. Bahati nzuri sasa hivi tunaenda kwenye hatua hizi za kwenye vyama kupitisha wagombea. Vyama vya siasa hivi vina ilani, lakini vina katiba, si ndio? Wana zile kamati zao za maadili, si ndio? Kwamba mtu yeyote ambaye anawiwa katika kugombea katika nafasi ya udiwani, ubunge, nafasi ya urais, kuna taratibu fulani anatakiwa kuifuata ndani ya chama, si ndio? Kwa hiyo wito wetu sisi ndani ya chama kule, waendelee kusimamia zile kanuni, waendelee kusimamia katiba, waendelee kusimamia ilani inavyoelekeza, ili hawa watu ambao wachache tunawaita wajumbe waweze kumpitisha kiongozi ambaye asiyetokana na rushwa. Watumie nafasi yao ile, watumie haki yao ya msingi, kwa sababu
Usipoitumia hii haki yako ya msingi katika kumchagua kiongozi, ndio tunakuja kubaki na majuto. Na ikumbuke kwamba huyu kiongozi hapo ikitokea anachaguliwa kwa kupitia vitendo vya rushwa, atakuja kutumia sasa hii miaka mitano kurejesha gharama zake alizozitumia wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, tunaongelea yote kwa mapana. Upande wa ndani wa vyama waendelee kuhakikisha kwamba wanasimamia zile taratibu, kanuni katika michakato ya kuwachuja hao watiania, ili sasa wanapokuja kukaa huko mbele kwenye majukwaa kusimama na kunadi sera zao, kunadi ilani zao, basi wananchi waweze kushawishika kuwapigia kura pasipo wao kutoa rushwa, lakini na wananchi bila kuomba nini? Rushwa. Kwa sababu ukiangalia rushwa ambazo zinatolewa kwenye kipindi cha uchaguzi ni rushwa ndogo ndogo. Utakutana na t-shirt 20,000, 50,000, si ndio? Rushwa ya vitu kwa maana ya vyakula, vinywaji, si ndio? Kununulia hivi vitenge wa kina mama. Sasa sisi tunawaambia wananchi mambo hayo kwa sasa hayana tena nafasi. Tunawaomba waanze kubadilisha huu mtizamo, waondokane na huo mtizamo. Ifike hatua sasa tuchague maendeleo. Tumpigie kura mtu ambaye atatusaidia katika kunyanyua hudumu na maendeleo. Sasa mikakati ni kwamba sisi TAKUKURU tutaendelea kuhakikisha kwamba tunayashirikisha makundi mbalimbali ya wadau kuelekea uchaguzi. Na tunashukuru pia kwa kupitia online TV ya Fino hapa tunaendelea kuelimisha. Kwa maana ya kwamba tutayafikia makundi ya wadau, wanahabari, kuwajengea uwezo kama tulivyofanya kipindi cha uchaguzi wa serikali za mitaa, ili sasa kupitia nyinyi wanahabari, radio, TV muweze kutusaidia sasa kueneza elimu kwa wananchi kuhusiana na madhara yanayotokana na vitendo vya rushwa, madhara ya kumchagua kiongozi yanayotokana na vitendo vya rushwa, na mwisho wa siku katika kuhamasisha wananchi kuendelea kushirikiana na taasisi yao ya TAKUKURU kudhibiti vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi. Wa viongozi wa dini tutawafikia kuwaomba katika kulea waumini wao kiroho, kuhakikisha pamoja na mahubiri wanayotoa katika madhabahu, katika misikiti, basi waendelee kuhubiri tena habari ya kuchagua viongozi ambao ni waadilifu, wasiojihusisha na vitendo vya rushwa. Tutawahusisha asasi zisizokuwa za kiserikali, wadau hawa vyama vya siasa kama nilivyosema, tutakutana na hawa waendesha bodaboda, tutapita kwenye mikutano ya hadhara ya viongozi kuhakikisha kwamba kwenye majukwaa huko na sisi tunapata hata dakika 5-10 kuendelea kuwakumbusha wananchi, jamani, hichi ndo kipindi na ndo wakati wenyewe ndo huu, hakikisheni kwamba mnawapigia kura viongozi wasiotokana na rushwa. Lakini kikubwa ni kuona sasa wananchi pamoja na kufanya hizi jitihada zote, tunatamani sasa waendelee kuitikia ule wito, anza kubadilika, kwa sababu kama elimu tunaitoa lakini impact yake inakuwa kidogo sio kubwa, maana yake sasa kuna kazi kubwa ya kufanya. Na ndio maana tumeendelea kuhakikisha kwamba tunatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaendelea kuelimisha, lakini na kwenye mitandao ya kijamii huko kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa na tunatoa elimu kwa zenye jumbe mbalimbali zenye kuhusiana na masuala ya rushwa kwenye uchaguzi, na machapisho tu na vipeperushi. Tunapoenda kwenye mikutano tunagawa kwa wananchi namna ya kutoa taarifa, namna ya kudhibiti vitendo vya rushwa, lakini pia na kuwajengea uwezo hao ambao wataonyesha nia kutaka kugombea, ili kuhakikisha tu kwamba wanafuata taratibu ndani ya vyama, lakini pia wanafuata taratibu za nchi, kwa sababu sheria yetu ya kuhusiana kupambana na rushwa inatoa makatazo watu wasijihusishe na vitendo vya rushwa kwa hali yoyote. Haiongelea bali rushwa kwenye uchaguzi tu, inaongelea kwa mazingira yote. Kwa mikakati ni kama hivyo, ndugu mtangazaji, ni kuendelea kuhakikisha kwamba tunashirikisha makundi mbalimbali ya wadau katika kuyajengea uwezo, kuyajengea uelewa, lakini pia na kuchukua hatua za haraka, hasa katika eneo la kuzuia zaidi, kuhakikisha kwamba tunapopata taarifa, na tunaomba sasa hapa kutoa wito kwa wananchi waendelee kutupatia taarifa, wasisubiri haya mambo yaanze kufikia hatua mbaya, kuharibika. Wanapoona viashiria vya aina vyovyote vile vya vitendo vya rushwa, basi waweze kutoa taarifa kupitia simu yetu ya bure ya 113, ama kupiga simu ya kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Katavi ambayo ni 0738 150 096. Naomba kuirudia hiyo namba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Katavi, yenyewe ni 0738 150 096. Au wakiona kabisa basi ameshindwa kupiga simu, basi anaweza kafika kwenye ofisi zetu. Ofisi zetu zinapatikana hapo ukitoka jengo la Ikulu, basi jengo linalofuata pale utakutana na PCCB House Katavi. Unaweza kafika pale ofisini ukatoa taarifa zako. Kwa hiyo tunawatoa wito zaidi kwenye eneo la kutoa taarifa mapema, ili tuweze kuzishughulikia kwa wakati
na hatua ziweze kuchukuliwa kwa wakati ili kudhibiti sasa vitendo vya rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi. Na ifahamike tu kwamba uchaguzi unasimamiwa na sheria. Kama nilivyoeleza kule mwanzo kwamba unaposhindwa kuwajibika kwa kadiri ya matakwa ya sheria unakuwa umetenda kosa la rushwa. Na sheria hizo, ipo sheria inayoongelea habari, sheria ya gharama za uchaguzi, sheria namba 10 ya mwaka 2000 na sheria namba 6 ya mwaka 2010. Lakini iko sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024 pamoja na kanuni zake. Na kama tunavyofahamu kuna tume huru ya taifa ya uchaguzi ambayo inasimamia masuala ya uchaguzi. Lakini kuna sheria ile ya vyama vya siasa, sheria yenyewe hii ya kuzuia na kupambana na rushwa, na sheria nyingine mbalimbali ambazo zinasimamia uendeshaji au nasimamia masuala yote ya uchaguzi huu tunaoelekea uchaguzi mkuu. Kwa wito wetu ni huo, tunaomba sana wananchi waendelee kutupatia ushirikiano ili tuweze kutokomeza hivi vitendo vya rushwa. Asante sana. Mimi nikirudi kwako, kama tunavyojua mtoaji na mpokeaji wa rushwa wote wana makosa. Tunavyoelekea katika kipindi hichi cha uchaguzi, je, mnatoa wito gani kwa wananchi? Kama alivyokwisha kusema mwenzangu hapo, kitu kikubwa ni utoaji wa taarifa, na nashukuru umeweza kutambua na umeweza kuelezea wananchi moja kwa moja kwamba rushwa sio mtoaji tu, mpaka yule mpokeaji anakuwa ametenda kosa. Kwa hiyo niombe na nisisitize kwa wananchi wetu waweze kuepukana na vitendo hivyo, na hata kama akishawishiwa yeye, basi kama mwenzangu alivyokwisha kutaja namba za viongozi wetu, na pia tuna namba yetu ya moja kwa moja, na pia ofisi zetu ziko hapo mtaa wa Ikulu, kwa waje watoe taarifa mapema, kwa sababu mtoaji na mpokeaji wote wanakuwa wametenda makosa na sheria inatoa hukumu zake, inakuwa ina adhabu zake. Kwa hiyo tunaomba tuepukane na hayo yote. Wananchi niwaombe tu waweze kutoa taarifa wanapoona viashiria au wanapoona kuna mahali kuna vitendo vyote vile vinavyohusisha rushwa. Shukrani sana. Kwako, kwa kumalizia, unatoa wito gani kwa wananchi kuhusiana na swala zima la rushwa hususan tunapoelekea katika kipindi hichi cha uchaguzi? Wito wetu kwamba mkubwa sana katika kubadilisha mtizamo. Tuanze hapo kwenye kubadilisha mtizamo, kuona kwamba kipindi cha uchaguzi ni kipindi cha kuvuna hela. Tuanze kubadilika kwanza hapo. Alafu cha pili, ya mambo mengine yatatokana na hiyo fikra ambayo iko kwenye akili zetu. Kwa hiyo ukishaondokana na hiyo fikra, maana yake sasa tutawajibika. Na uwajibikaji tunaongelea kwa pande zote. Vyama vya siasa kuwajibika katika kuwashughulikia viongozi ambao wanakiuka taratibu na kanuni kwa mujibu wa katiba zao, lakini pia wanapoenda kusimama kwenye majukwaa wanawajibika kwa kuzingatia taratibu, kanuni na miongozo inayotolewa au inaelekezwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini pia na sisi wananchi kuwajibika kuhakikisha kwamba tuombi wala tushawishi hao wagombea katika kipindi hiki tunapoelekea cha uchaguzi, na kuondokana na ile zana kusema kwamba huyu mimi asiponipa kitu basi kura yangu haipati. Tuondokane na huo mtizamo. Kwa hiyo tukiweza kuondokana na huo mtizamo, haya mambo mengine yatakuwa tu ni mepesi mno. Kwa hiyo shida iko hapo kwenye mindset. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi waondokane na fikra hiyo potofu, lakini pia tunawaambia kabisa wachague maendeleo kwa kupata viongozi bora, viongozi ambao ni wawajibikaji, viongozi wasiotokana na vitendo vya rushwa, ili basi watakapokuwa wamewapatia tena hiyo ridhaa ya miaka 5 wasibaki na majuto. Waendelee sasa, watapata manufaa, waendelee kufaidi jitihada za maendeleo zitakazokuwa zinafanywa na kiongozi wao katika kuimarisha barabara, si ndio? Katika kuimarisha huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji, na katika kutatua changamoto mbalimbali za wananchi kwa kadiri ambavyo zinajitokeza katika eneo ambalo anaomba kwenda kuwakilisha. Kwa hiyo tukiondokana na hiyo mindset, naamini tutaweza kuvuka salama kipindi cha uchaguzi. Lakini sisi wito wetu tunaendelea kuomba wananchi endelee kushirikiana na sisi. Pale wanapoona kuna viashiria, basi watupatie taarifa kwa haraka sana ili tuweze kuzishughulikia. Wito wetu ni kwamba tusitoe taarifa za majungu. Unapoelekea kwenye uchaguzi, kuna tabia au kuna kasumba imejengeka ya watu kutoa taarifa za majungu, za kuchafuana, si ndio? Za kufedheshana, kutengenezeana mambo ambayo sio ya kweli, ya uongo. Kwa sababu kutoa taarifa ya uongo kwenye chombo cha dola, manake hiyo ni kosa la jinai. Kwa hiyo tusingependa sana haya yatokee. Tungependa kuona kwamba wananchi wanatupatia taarifa zilizo sahihi, ili sasa ile impact ya kwetu katika kuishughulikia iweze kuwa na tija.
Tofauti na hapo, maana yake tutakuwa tunajichelewesha wenyewe na tunajiharibia wenyewe. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi waendelee kushirikiana na sisi na waendelee kutupatia huo ushirikiano ambao tunausema. Asante sana. Lakini pia kwa upande wako, kwa kumalizia kabisa, ni kwamba unatoa wito gani kwa wananchi kuhusiana na swala zima la rushwa kwa wananchi pamoja na viongozi, hususan tunapoelekea katika kipindi hichi cha uchaguzi? Okay. Asante. Kwa wananchi na viongozi tunapoelekea katika uchaguzi, ningeomba kama alivyokwisha kusema mwenzangu hapo kwamba ile fikra ya kwamba wakati huu ni wakati wa mavuno, au yani pia mwananchi ajue thamani yake. Unajua, unaweza ukapewa shilingi 10,000, 20,000 kwa ajili ya kumpa mtu fulani kura, lakini inakuwa sio kura tu. Wakati mwingine mtu anaweza akatafsiri hata utu wako pia umeutoa pale. Kwa hiyo ningeomba wote kwa ujumla, viongozi, wagombea pamoja na wananchi, wajiepushe na vitendo vya rushwa, kwa sababu tunataka kujenga nchi iliyokuwa na maadili na nchi ambayo itafika mbali. Asante sana kwako wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Fido Media. Natumaini kwamba utakuwa umejifunza mambo mengi sana kuhusiana na swala zima la rushwa, jinsi ya kuzuia na kupambana, kwa sababu leo tumeweza kupata nafasi ya kutembelea na maafisa kutokea TAKUKURU. Langu jina ni Editor Chiwaligo. Nikutakie tu utazamaji mwema na usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uzidi kupata taarifa zetu kupitia hapa Fido Media. Tukutane wakati mwingine.